Okay, mambo vipi? Kama ambavyo tunavyojua ligi kuu Tanzania bara imesimama kwa muda kupisha michuano ya kimataifa ya kuqualify kuelekea kombe la dunia mwaka 2026. As we know, timu yetu inajiandaa kwa ajili ya kukipiga dhidi ya Morocco tarehe 25 na tayari timu yetu imeshaanza maandalizi. Ilianza maandalizi makubwa sana pale jijini Tanga, na siku ya jana ilipigwa moja iftar matata pale Tanga, na mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA, lakini pia alikuwepo rais wa TFF Wallace Karia, na ilizungumzwa mambo mengi sana. Moja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa ni maandalizi hayo, lakini pia Mwana FA alipigilia mstari kwenye kuonesha kwamba Wallace Karia amekuwa sehemu ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana katika kipindi hiki cha miaka kadhaa, ambaye amekuwa kama rais wa TFF. Lazima apongezwe kwa namna moja ama nyingine. Ilitumika kama sehemu ya kuwapa moyo vijana wetu na kuambia kwamba tunaenda kucheza na timu kubwa sana Morocco, lakini tusife moyo, tunaweza tukapambana na tukajikuta tumefika sehemu nzuri. Kumbuka kwenye kundi tulilopo, Morocco anaongoza akiwa ameshinda michezo mitatu, kwa maana yeye akiwa anaongoza kwa alama 9. Juu yetu yuko Niger ambaye yeye ana alama 6 sawa sawa nasi ambao tuna alama 6. Tumeshinda michezo miwili, tumepoteza mchezo mmoja. Mind you kwamba anayeshinda anaimaliza akiwa anaongoza ile kundi ndiye ambaye anapata nafasi ya kwenda kimataifa. Nilikuwa na kubrief tu kwa nini tumepumzika. Sasa wakati tunapumzika, timu mbalimbali zilikuwa zimejipa likizo, zimewapa likizo baadhi ya wachezaji wao ambao hawakuitwa kwenye timu za taifa, na kikosi cha Young Africans ni miongoni mwa timu ambayo ilipumzisha wachezaji ambao hawakuitwa kwenye timu za taifa, lakini sasa wachezaji hao wamerejea kwenye vikosi vya timu zao, kwenye kikosi cha Young Africans kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayofuata, lakini pia watakuwa na kazi na wao pia tarehe 25. Wachezaji wa Young Africans ambao wameitwa kwenye timu ya taifa ni kama wafuatao: ni Mudathiri Yahya ambaye ameitwa kwenye timu ya taifa Tanzania, ni Ibrahim Baka ambaye ameitwa kwenye timu ya taifa Tanzania, ni Clement Mzize ambaye ameitwa kwenye timu ya taifa Tanzania, pamoja na Dickson Job Diki ambaye naye pia ameitwa kwenye timu ya taifa Tanzania. Lakini pia Clatous Chota Chama pamoja na Kennedy Musonda wameitwa kwenye timu ya taifa ya Zambia. Didiala ameitwa kwenye timu ya taifa ya Mali, wakati Duka Buya ameitwa kwenye timu ya taifa ya Kenya. Wakati huo Aucho ameitwa kwenye timu ya taifa ya Uganda, huku Prince Mpumelelo Dube na yeye akiwa ameitwa kwenye timu ya taifa ya Zimbabwe. Sasa Zimbabwe jana wao wamecheza na mechi yao imemalizika sare ya 2-2. Aucho yeye alicheza juzi na timu yake ikafungwa bao 3-1, wakati ambapo Duka Buya timu yake naye pia ishacheza, ambapo jana wamesare 3-3 na Gambia. DDR, Kennedy Musonda na wachezaji wengine wa Kitanzania bado tunasubiria kuona wakienda kucheza. So hawa nilikuwa nakufahamisha ambao wameitwa kwenye timu ya taifa. Maana yake hapo kama wachezaji takriban 10 ambao hawa tunaweza sema wameitwa, na kikosi ya Young Africans kina wachezaji takriban 20, na maana yake hapo wachezaji kama 18 kama sio 19 ambao wamesalia, ambao hawa wana mechi. Kwa mfano kama akina Ikangarombo, akina akina Pakome, akina Zikia, akina Maxim pia wengi ambao hawakuitwa kwenye timu za taifa. Wao pia inabidi waendelee na maandalizi ya kujiweka sawa kwa ajili ya harakati nyingine ambazo zinaendelea. Na naomba nikwambie kwamba kikosi cha Young Africans kimepata mwaliko kwa ajili ya kwenda kwenye ufunguzi wa uwanja wa Airtel Singida Big Stars Stadium, ambao ni uwanja wa Singida Big Stars ambao umefunguliwa, ambao utaenda kufunguliwa siku ya tarehe 25, na Young Africans wao ndio ambao watakuwa wenyeji, watakuwa wageni katika mchezo huu kwa ajili ya ufunguzi, na itakuwa ni mchezo wa kihistoria kwa sababu ni ndio mchezo wa kwanza kuchezwa katika ule uwanja. Kikosi cha Singida ambacho
kina umri mrefu sana kwenye mpira miguu kimetuonesha kwamba haya mambo yanawezekana. Tunaweza tukawa tuna uchanga wetu, lakini pia tukautumia uchanga huo kuendelea katika harakati zetu za kimpira. Maboresho yamekuwa ni makubwa sana, mapinduzi yamekuwa ni makubwa sana katika soka letu kwa siku za hivi karibuni. Baadhi ya watu unaweza ukaona namna ambavyo wanafanya wonders na wanafanya revolution. Kututoke sehemu fulani ambayo tuliokuwa, kwa maana ya sehemu ambayo timu haina uwanja, lakini sasa timu zina uwanja. Na kwa mujibu wa Steven Mguto ambaye yeye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, juzi amenukuliwa akisema kwamba kwenye msimu unaokuja kama timu yako haina uwanja wa mazoezi, sahau kuhusu ligi kuu Tanzania bara, kwa maana hautocheza ligi kuu Tanzania bara kama hautokuwa na uwanja wa mazoezi. Taratibu tunaenda kutoka hapo kwenye hilo eneo la kama hauna uwanja wa mazoezi sahau kuhusu ligi kuu Tanzania bara, tutaelekea kwenye eneo la kwamba kama hauna uwanja wa nyumbani wewe sahau ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu timu ndogo hizi kama Singida, kama Geita Gold, kama Gwambina, kama JKT Tanzania, kama KMC, kama Azam FC, kama Namungo FC, unaweza kama Fountain Gate, unaweza unaona the way ambavyo wanafanya revolution, wanajenga viwanja vyao. Sasa kuna baadhi ya timu ambazo ni kongwe kama Simba na Yanga, unajiuliza kwa nini wao wanashindwa kuwa na viwanja vyao. Singida wametumia mbinu ipi kujenga uwanja wao, pamoja na kwamba kuna wadau mbalimbali ambao wamejitolea kwa ajili ya kujenga uwanja ama ambao wamechangia kwa namna moja ama nyingine kwenye uwekezaji, akiwemo Mohamed Dewji, Mwigulu Mekinchemba pamoja na watu wengine wengi ambao wanatokea Singida. Waliuza wazo kwa Airtel. Manake inawezekana walijikopesha mikopo kutoka Airtel ama mkopo kutoka Airtel kwa ajili ya kujenga uwanja, wakiwa wana makubaliano maalum ya namna ambavyo hiyo fedha itakavyorejeshwa. Miongoni mwa makubaliano ni kwamba ule uwanja utapewa jina la Airtel kama sehemu ya branding, kama eneo la branding name. Si wao wa kwanza kufanya hivyo. Mfano Tottenham Hotspur uwanja wake unaitwa Google Pixel Stadium, unajua hiyo. Lakini pia uwanja wa Camp Nou pia na wao unaitwa Spotify Camp Nou, kwa sababu walipata udhamini wa Spotify kwenye ujenzi wa ule uwanja, wakachukua na mkopo. End of the day uwanja unapewa lile jina mpaka pale ambapo makubaliano yatakomalizika, tunaweza tukachange ile jina. So kikosi cha Singida wametumia hiyo mbinu kwamba tunaweza tukatumia jina fulani and then hilo jina tukatumia jina tulionalo, tunasajili vizuri, tuko kwenye ligi kuu Tanzania bara, wanaaminika, wamepata mkopo, wanajenga uwanja wao, wanamaliza taratibu, wataendelea kulipa taratibu mpaka tufike kule tunapohitaji. So katika maandalizi ya kuhakikisha kwamba Young Africans wanaenda kutoa burudani nzuri kwenye mchezo wao dhidi ya kikosi cha Singida, Milaud Hamdi ameitia kikosi cha timu ya Young Africans siku ya jana wamerejea kambini na wataendelea kujifua mpaka tarehe 25 na tarehe 22, kwa maana siku ya kesho Young Africans ndio watakuwa wanaondoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuelekea Singida, wakajiandae na mchezo wa kirafiki ambao utapigwa siku ya tarehe 25, na utakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni wa kurudisha Young Africans kwenye utimilifu, kwa sababu watakuwa wamekaa muda mrefu pasi mchezo. Akipata mchezo hapo katikati unawasaidia kuwarudisha katika hali yao ya kawaida. Mimi naitwa Almashus Bonfas Kenyasa, asante na bye bye.